Tumekutana nanyi ili tuweze kuzungumza mambo machache. Jambo la kwanza ni kuhusu usalama wa mkoa wetu wa Dar es Salaam. Hivi punde nimeona kuna message nyingi zinazozunguka kwenye mitandao ya jamii na ambazo zingine ni kama zinatishia kuwepo kwa vurugu ndani ya mkoa wetu wa Dar es Salaam. Nimewaiteni ndugu zangu waandishi wa habari ili nyinyi mkawe kipaza sauti kwa Watanzania na hasa Dar es Salaam kwamba hakuna mtu yoyote atakayevuruga amani ya mkoa wetu. Jana tulitoa maelezo kadhaa na Sakap Mlilo ZPC wa kanda maalum ya Dar es Salaam alitoa pia maelezo kadhaa kuhusiana na usalama wa mkoa wetu. Kwa hiyo kwa mtu yoyote wa chama chochote cha siasa, taasisi yoyote ya dini, taasisi iso ya dini, mtu binafsi, shirika au kampuni, hakuna hata mmoja atakayeweza kuvuruga amani ambayo imekwisha jengwa katika misingi ya uongozi na hasa uongozi bora wa Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan. Tunafahamu kwamba wapo baadhi ya watu ambao wanaweza kuwa na malalamiko yao. Wazingatie sheria, wazingatie utaratibu wa namna ya kufikisha kwenye vyombo na taasisi zinazohusika na masuala ya malalamiko walionayo. Niendelee kuwatoa wasiwasi wafanyabiashara wote na wawekezaji ndani ya mkoa wa Dar es Salaam kwamba kuanzia sasa mpaka baadaye utakapofanyika uchaguzi wa serikali kuu na hata baada ya hapo, mkoa wa Dar es Salaam utaendelea kuwa ni kioo cha amani katika nchi ya Tanzania, Afrika Mashariki na Kati, Afrika kwa ujumla na hata duniani kote kwa ujumla wake. Lakini jambo la pili, ndugu zangu wanahabari, tumeona kwamba siku chache zilizopita mvua nyingi zinaendelea kunyesha ndani ya mkoa wetu. Na nimeona zipo picha zinazoonesha wanafunzi, akina mama wakivuka maji chini ya maandaki. Na pengine picha hizo kuonesha kwamba serikali hakuna kitu chochote ambacho kimekushafanyika. Naomba ndugu zangu waandishi wa habari niwape taarifa kwamba Dar es Salaam kwa sasa tunaendelea na utekelezaji wa miradi mingi ya madaraja, barabara za lami na zisizo za lami. Lakini tunaendelea pia na miradi mbalimbali ya kuimarisha vivuko. Tunaendelea pia na miradi mingineyo mingi ya kuhamisha baadhi ya miundombinu katika barabara kama vile miundombinu ya DAWASA, miundombinu ya umeme, ili pia kuweza kupisha ujenzi mkubwa wa miradi ambao unaendelea. Tuna barabara za TANROADS ambazo zinaendelea kujengwa. Tuna barabara za TARURA zinaendelea kujengwa. Lakini tuna vyanzo vya mapato mbalimbali vinavyo finance miradi hii. Serikali kama moja wa financer wa miradi hii, wadau wa maendeleo kama vile Benki ya Dunia, kama vile Benki ya Maendeleo ya Afrika, pamoja na wadau wengineo ambao wameendelea kumuunga mkono Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kindakindaki. Jambo la kwanza, ujenzi wa daraja la Jangwani. Mtakumbuka kwamba mwaka jana Waziri wa Ujenzi alitoa taarifa katika siku aliyotualika ya kusaini mkataba wa ujenzi wa daraja la Jangwani. Lakini siku chache zilizopita wananchi kadhaa wamekuwa pia wakitupigia simu kwamba daraja halijaanza kujengwa. Naomba nitoe taarifa kwamba sasa mkandarasi amekwishaanza kujenga camp ambapo atatunza vifaa vyake kwa ajili ya kuanza ujenzi wa daraja hilo. Lakini kama mnakumbuka pia daraja hilo lilitolewa ufafanuzi mzuri na Waziri wa Ujenzi. Na sasa waziri pia wa Ujenzi anaendelea na mikakati ya kuhakikisha kwamba mkandarasi anaanza kazi hiyo haraka kwa mujibu wa taratibu. Na kama mnakumbuka pia alipewa miezi michache, sio zaidi ya miezi karibu 4 au 3 ya kumobilize resources, wakati pia anasubiri kulipwa kitu kinachoitwa advance payment. Kwa ndugu waandishi wa habari, kuhusu daraja la Jangwani, Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania amedhamiria kwa dhati kwamba mwaka huu daraja hilo litaanza kujengwa. Na pengine palipo majaliwa hakitakuja tena kuwa kilio na malalamiko makubwa kwa Watanzania wa Dar es Salaam.
Sambamba na hili, ndugu zangu waandishi wa habari, kuna miradi mingine mingi ambayo inatekelezwa na TANROADS, zikiwepo barabara za kutoka Kibada Mwasonga si chini ya kilomita 40 ambayo tayari imekushaanza na mkandarasi yuko site.